بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1439, katika darsa ambao ni mara moja kwa wiki kila siku ya Alhamisi baada ya asr, tulianza المنظومة البيقونية. ingawa tulionelea kuwa mwanzo kabisa tuanze na kutaja adab almutaallim, adabu ambazo atakikana ajipambe nazo mwanafunzi wa dini, hasa anayetafuta ilmu hii tukufu, ilmu ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukazungumzia kuhusu adabu kiujumla, tukagusia sehemu kadhaa, ingawa sio malengo kuzungumzia sana hayo kwa sababu yana sehemu yake, na kuna vitabu vilivyoandikwa katika masuala haya aweza mwanafunzi kurejelea akitaka ziada. Kile tunachokifanya ni tambihat ya baadhi ya adabu ambazo ni muhimu mwanafunzi kujipamba nazo. Kinachofuata biidhnillah taala, kabla ya kuingia kuanza kuisoma manzuma ya al-Baiquniya, مقدمة عن علم مصطلح الحديث. ni utangulizi ambao naamini biidhnillah taala utatusaidia katika kukifahamu kile ambacho tutakuja kukisoma mbeleni, kwa kuwa wengi kati yetu sisi ndio mara kwanza kuisoma ilmu hii. Kuna umuhimu wa huu utangulizi ili tukiingia katika kuanza kusoma iwe ni sahali. أولا تعريف علم الحديث وموضوعه أو موضوعه وغايته وأشهر أسمائه. تعريف علم الحديث وموضوعه وغايته وأشهر أسمائه. mwanzo kabisa tutaanza na taarif ya ilmu hii. Tukisema ilmu alhadith tukusudia nini? ilmu alhadith wanavyoeleza wanavyuoni, معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. تعريف علم الحديث معرفة القواعد ni kujua misingi. Kuna misingi ambayo ni lazima uijue. misingi hiyo itakusaidia, allati yutawassalu biha, kupitia misingi hiyo ndio tutaweza kufika ila maarifati hali rawi wal marwi, katika kujua hali ya mpokezi wa hadithi na kujua hali ya kile kinachopokewa
min haythu alqabul warad. Baada ya kujua hapo sasa ndio tutaangalia ikiwa imekosa misingi haya au yamepatikana misingi haya, tukubali au turudishe habari kama ile. Kwa hivyo ilmu ya hadith ni ilmu ya mtu kujua misingi, maarifatul qawaid allati yutawassalu biha ila ma'rifati hali ar-rawi wal marwi min haythu al-qabul war-radd. Ili kusema kuwa hadithi fulani ni sahihi, mfano kuna njia ambazo wanawavioni wa hadithi wameziweka, na hizi njia ndiyo misingi kuwa lazima mpokezi awe kadha na kadha na kadha na kadha. Akiwa na sifa hizi, basi anayepokea hadithi hii, hadithi yake itakubaliwa, tutaikubali. Au wakasema mpokezi akikosa sifa hii na hii na hii, akawa na sifa hii na hii na hii, hakubaliwi mapokezi yake, naruddu ile hadithi, tutarudisha, hatuikubali, wa hakadha. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يقول في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. كما تفيد هذا علم الحديث ذو قوانين تحد. kuna qawanin ambazo zimeandikwa, misingi ambayo imeandikwa, yudra biha ahwalu matnin wa sanad. Kwa kupitia misingi hayo ndio tutajua hali ya matni ya hadith na sanad ya hadith. wa qawluna halu ar-rawi wal marwi المراد الأحوال العامة لهما كالصحة والحسن والضعف. kujua hali ya mpokezi na kile kinachopokelewa, na hapa kinachokusudiwa ni hali yake ama, wa ni sahih ama ni hasan ama ni dhaif wa hakadha. au al-khassatu bil isnadi, au hali khassa inaofungamana na ile isnadi, chain of narrators, wale wapokezi, kal'uluwi wan nuzul, kama kwa mfano wasema hii ni sanadun ali, kwa kuwa baina ya mpokezi na Mtume sallam kuna watu wachache, wa hakadha. au al-khassatu bil matni karraf'i wal waqf wal qat'. au wakati mwingine kujua hali inaofungamana ile matni, ima ni marfu', yani yafika kwa Mtume sallam, ama ni mawquf kwa masahaba, ama ni maqtu' wa hakadha. Kwa tukisema halu rawi wal marwi tukusudia hivyo. wa qawluna min haythu al-qabul wal-radd, ay qabulu ar-rawi idha kana adlan, kumkubali mpokezi akiwa ni mwadilifu, wa radduhu idha kana fasiqan, na kumrudisha na kumkataa ikiwa ni fasiq. wakadha qabulu al-marwi in kana sahihan, hivyo kukubali kile kilichopokelewa ikiwa ni sahihi, au radduhu in kana shadhan, au kurudi ikiwa ni shadh. na nyingi katika mustalahat ambazo tunazitumia tutakuja kuzifahamu zaidi tukiingia katika ilmu hii. موضوع نيني موضوع يا علم الحديث. علم الحديث yazunguka katika kuzungumzia vitu viwili, as-sanad wal matn. Sanad ambao ndio wale wapokezi, fulani amepokea kwa fulani, fulani amepokea kwa fulani, ndio sanad. Wal matn, na matn ni yale maneno yaliyopokelewa, kama ni hadithi kwa mfano innamal a'malu binniyat, ni matn. na wapokezi sasa kuanzia wale waliopokea mpaka kufikia kwa Umar, mpaka kufikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha hiyo hadithi ambayo ndio matn. au yuqalu ar-rawi wal marwi,
arrawi ndio yule mpokezi sasa, walmarwi ndio kile kinachopokelewa. والسند هو الإخبار عن طريق المتن. نسند اصطلاحا نكتوى خبار ينجي ya ile matn ilipopokelewa. Kwa mfano ukisema hadithi hii tuliotaja innamal a'malu binniyat, ukaulizwa ilifikaje ukaijua hadithi hii, nasema hadithi hii ameipokea fulani, fulani ameipokea kwa fulani, na fulani ameipokea kwa fulani. Sasa waeleza njia ya kuifikia nini matn. Kwa hivyo sanad ni kule kutoa habari ya njia inayokufikisha wewe kwenye nini, kwenye sanad. والمناسبة بين السند والمتن ظاهرة. ukiangalia uhusiano baina sanad na matn iko wazi kabisa. Kivipi? فمتن الحديث منضم إليه. متن ya hadith imefungamana na sanadi yake. ومعتمد عليه, na yategemea nini sanad, sawa fi hali riwayatihi au fi hali alhukm alayhi, katika kuipokea na katika kuihukumu. Bimaana ili matn ipokelewe imepitia kupitia kwa nani? Kwa wale wapokezi. Kwa hiyo kupitia kwa wale wapokezi utafika kwenye matn. Na ili ile matn ikubaliwe au ikataliwe kuhukumiwa pia itategemea nini? Sanad. Wale wapokezi ni akina nani ili tuikubali au tuikataa ile hadithi, waangalie wale wapokezi. Kwa kuna mafungamano makubwa baina ya matn na sanad. Jambo la tatu ambalo ni muhimu kulifahamu, ghayatuhu, matunda yake, malengo yake nini. Ukishasoma hii ilmu wapata nini? Maarifatul maqbul min al-mardud. Faida yake na malengo yake ni kujua kinachokubaliwa katika hadithi na kinachokataliwa. Kwa nini hii hadithi yakubaliwa, kwa nini yakataliwa? Kuna njia. Kadhalika kujua kuwa hii hadithi yakubaliwa ili uweze kuitoa kama dalili, na ujue kuwa hii hadithi yakataliwa ili usichukulie kuwa nini, ni dalili. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وفائدة علم المصطلح، فائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية، نكسفيش دليل ذا حديثي، وتخليصها كزتكاسا مما يشوبها كتوكمانا نزيله au ule uchafu ambao waweza kuchafua zile hadithi, min dhaifin wa ghairi, katika hadithi dhaif na nyinginezo, katika mawdhu' na nini shadh, liyatamakkana min alistidlal biha, ili mtu aweze kumakinika kutoa istidlal hizi hadithi. لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين. yoyote mwenye kutoa dalili ya sunna ahitaji mambo mawili. La kwanza, thubutiha ani nabii sallallahu alaihi wasallam, ahitaji mwanzo kujua kuwa imethubutu ile hadithi inayotoa kuwa ni dalili kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimaana ikiwa ile hadithi haikuthubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa sio sawa yeye kuchukulia kuwa nini, ni dalili, sababu haikuthubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, thubuti dalalatiha ala alhukmi, si waulizwa mtu yatawadha vipi watu wa hadithi ya tayammum, apiga hivi na mchanga, waulizwa kutawadha, usizungumzie haya. Shaona baadhi ya watu aulizwa kuhusu haidh, asema yasalunaka anil khamri wal maisir. Hii iko wapi na hii iko wapi? Vitu viwili tofauti. Kwa pia kuwe kumethubutu kule kutumia dalili ile kwa hukumu ile unaotaka kuitoa ile dalili ili iwe ni hujja kwako wewe. Ama maili, lakini la muhimu zaidi sisi kwetu sisi nini? Thubutiha ani nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa sasa ilmu hii ya kuonyesha kuwa hili jambo limethubutu au la. Fatakunu al-inayatu bis-sunnati an-nabawiyya amran muhimman.
kule mtu kuwa na inaya na kujishughulisha na sunna ya Mtume sallama ni jambo muhimu, li'annahu yanbani 'alayha amrun muhim, kwa sababu juu yake hujengwa jambo ambalo ni muhimu. wa huwa ma kallafa Allahu bil ibad min aqaid wa ibadat wa akhlaq wa ghairi dhalika, na ni yale ambayo Allah amewakalifisha waja wake katika itikadi, ibada, akhlaq na mengineyo. Haya ni mambo muhimu na hatuwezi kuyajua isipokuwa kupitia nini? Mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hatuwezi kujua mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kupitia ilmu gani? Ya hadith, ili tujue je hili limethubutu au la. Kisha akasema wa thubutu sunnah ila an-nabii sallallahu alaihi wasallam yahtassu bil hadith, kuthubutu kwa sunna kutoka Mtume sallam ni jambo la husu hadith peke yake. لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، ونقله الأصاغر عن الأكابر، فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته. أما Qur'an imenukuliwa kwetu sisi kwa njia ya tawatur ambayo haina shaka ndani yake, kwa lafdhi na maana. Bimaana wadogo wamepokea kutoka kwa wakubwa na wakubwa kutoka kwa wakubwa zao mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haihitaji kufanya utafiti kusema hii aya imethubutu au la. La, hiyo si katika Qur'an, hii ni katika hadithi peke yake. Kwa hivyo matunda yake ni mtu kufahamu kinachokubaliwa akakikubali na kinachokataliwa kukataa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la 4, asma'u hadha al-ilm, majina ambayo yakitajwa yakusudiwa ilmu hii. Kwanza ilmu al-hadith, hii ilmu inaitwa ilmu al-hadith. Pia huitwa ulumul hadith kwa jamaa, ulumul hadith. Kadhalika huitwa usulul hadith. Pia ilmu dirayatil hadith, na pia huitwa mustalahul hadith. Ayote matano ni majina ya hii ilmu moja. Jambo la 5, ashharul musannafat fi ilmi mustalah alhadith, vitabu ambavyo ni mashuhuri zaidi vilivyotungwa katika ilmu hii ya mustalah alhadith. Vitabu vilivyotungwa ni vingi sana. Baiquniya peke yake shuruhati zake bila asharat, nyingi sana. Wanaovioni wengi wamejishughulisha katika kuisherehesha al-Baiquniya, manzumatu al-Baiquniya. Lakini tutataja baadhi ya vitabu ambavyo vimeandikwa katika ilmu hii, tukiwa tumetanguliza al-Muhaddithu al-Fasil baina ar-rawi wal-wa'i للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ambaye amefariki mwaka wa 360, lakinahu lam yastaw'ib kama qala al-Hafidh. Al-Hafidh Ibn Hajar ataja kuwa huyu ndio mwanawachuoni wa kwanza kuikusanya ilmu al-hadith, wa kwanza, na kitabu chake kimechapishwa na kipo maktaba kwa chapa mzuri sana. Muhaqqaq, ni kitabu kipo. Cha pili, ma'rifatu ulumi alhadith, katika vile tulivyovitaja. Cha pili, ma'rifatu ulumi alhadith li Abi Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Hakim an-Naysaburi, mwanachuoni mfariki mwaka wa 405 rahmatullahi ta'ala alayhi. هو pia ameandika, lakini hadha alkitab lam yuhadhab wa lam yurattab, hakuweka kwa utaratibu, si kama mfano wa wale waliokuja baadaye. Na siku zote ilmu huwa namna hii, yule wa mwanzo anaiandika ilmu kama ile, wale wengine wafaidika na yeye kisha wakaboresha zaidi, wanakuja baada yake uboresha zaidi. Hata katika mambo ya kidunia, ukiona wale wanaoeleza mara ya kwanza kutengeza ndege,
ni watu tulitengeza dude ikawa yokimbia kwa chini hivi, mara tengeza kama baskili hivi, kisha ametengeza mbao, lakini leo iko hivyo. Lakini watu waliiba kule mwanzo mpaka wakapata hii ndege leo inaoruka, sio waka. Kingine katika vitabu vilivyoandikwa katika ilmu hii, ulumul hadith li Abi Amr Uthman ibn Abd al-Rahman الشهرزوري نزيل دمشق المعروف بابن الصلاح. أبو عمرو ابن الصلاح aliyekufa mwaka 643 هجرية. وهذا الكتاب مشهور بمقدمة ابن الصلاح يلكان hivyo, na kuna tahqiq mzuri sana al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali katika mujallad 2 hafidhahu Allah ta'ala. Pia miongoni mwa vitabu vilivyoandikwa katika ilmu hii, Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar li Abi al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, وهو متن مختصر مفيد جدا. ni متن مختصر لكن مفيد جدا. ابتكر فيه مؤلفه رحمه الله طريقة في ترتيب أنواع علوم الحديث وتقسيمها لم يسبق إليها. hakuna mfano Ibn Hajar katika alivyoandika kitabu chake Nukhbatul Fikr, namna alivyopangilia vile vigawanyo vya hadith ajabu sana, rahmatullahi ta'ala alayhi. kisha akaandika kitabu Nuzhatun Nadhar fi tawdih Nukhbatil Fikr. الحافظ ابن حجر أيضا شرح فيه كتابه السابق, amesherehesha kitabu tutangulia kukitaja, na wengine wengi katika wanaoviona wameandika katika elimu hii. Hatukukusudia kutaja vitabu vyote, bali ni baadhi ili watu wapate taswira pekee yake. Kumalizia leo tutagusia ashharu ulama al-istilah, wanaovioni mashuhuri kabisa katika fani hii. Mwanzo nataka tufahamu kuwa ilmu hii ina uzito kiasi. Hatuwezi kusema ni ilmu sahali, pamoja na kuwa tuvunjani moyo, lakini ni ilmu ambayo ina uzito kiasi fulani. Na ndio ukaona mara nyingi wanafunzi wakienda jamiat huwa wakimbia kulliyatul hadith, kwa sababu wanaobakia katika ilmu hii ni waume pekee. La yuhibbuhu illa alfuhul min arrijal, waume ndio wabakia katika ilmu kama hii, kwa sababu ndani yake kuna uzito kiasi fulani. Kwa hivyo wanaovione wanaotajwa katika ilmu hii ni waheshimiwa. Ukisikia katika tarehe zao ni watu wa ajabu. Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua. Subhanallah, namna Allah alivyowagawiwa katika ufahamu wa ajabu. Kama vile Sairafi mwenye kuchange senti, akiishika tu hivi ajua hii senti feki. Na hawa mabwana watukufu hawa, akiisikia tu hadithi akwambia hii hadithi feki, kuna illa fulani na fulani. Weweza kuwa wewe waione iko sawa kabisa, lakini yeye akangamua jambo ambalo wewe kulifahamu, mpaka kufikia mambo mengine wakawa wanaoviona wazungumza kuwa ile ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taufiki. Wanaoviona wa ilmu hii ni wengi sana, lakini tutataja baadhi ya wale ambao ni mashuhuri. Tukimtaja kwanza al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, alifariki mwaka wa 463 Hijriya. al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi. Pia katika wanaovioni walio mashuhuri katika ilmu hii, Abu Amr ibn Salah ambaye tumemtaja hapa, aliandika kitabu Ulum al-Hadith, alifariki mwaka 643 Hijriya.
na pia kuna Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi alifariki mwaka 852 Hijria. Huyu pia ni katika wanavyuoni ambao ni mashuhuri sana, bali wana mchango mkubwa sana katika ilmu hii rahmatullahi alayhi. Wa min al-mu'asirin Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi. Nahisi kama tutakuwa tumempunja ikiwa tukumtaja hapa, kwa sababu mchango wake ni mkubwa mno katika ilmu hii. Mpaka leo katika mimbar za Ijumaa wasikia sahahahu al-allamatu al-Albani wa hasanahu al-allamatu al-Albani, namna alipofika kiwango cha juu sana katika ilmu al-hadith. Hata wakichukia makhurafi hawana haya wao, kwa sababu si watu wa fadhila wala hawajui fadhila. Kwa hata wakamtusi kiasi gani, ndiye mwanachuoni mkubwa wa hadithi katika asri hii, hakuna mfano wake, aliyekufa mwaka wa 1420. Wengi wetu tumeishi katika umri ambao yeye alikuwa yuko hai, na kuna wengine nafikiri hapa atakuzaliwa hajazaliwa 1999 akifariki, yani bimaana takriban miaka 19 au 20 ikaribia. Kwa hiyo umri wako hujafika huko ujue hukumpata Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Na wengi wetu tumsikia tu katika ashrita, lakini kumuona la, wallahu almusta'an. Hawa ni baadhi ya wanavyuoni ambao ni mashuhuri katika ilmu hii. Kadhalika katika wanavyuoni mashuhuri katika asri Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alayhi, allamatu al-Yaman, mujaddidu al-Yaman. Pia huyu ni katika wanavyuoni ambao watajika katika ilmu hii. Na yashangaza upate mwanafunzi wa ilmu al-hadith awe hata wale muasirin katika wanavyuoni hao wa hadith hawatambui, lakini wakati mwingine ni tajahul. Siku moja tulikuwa jamia islamia kule Madina na ikhwa jazakumullah khairan wametualika, au tulikuwa Madina nje ya jamia kwenda kula ghada, na pale kulikuwa baadhi ya wanafunzi, tulikuwa kama watu 5 au 6, 4 au 5 sikumbuki takriban. Kuna mmoja alikuwa na maradhi, kwa simjui mimi mwanzo, lakini kumbe ni mtu ana maradhi ya uhizbia, akawa amekaa pale wala na yeye na sisi. Ikaja mazungumzo katika hadithi, na wallahi alhamdulillah, ikawa wale wanafunzi wanaokaa pale takriban wote ni katika wanafunzi wa kulliyatul hadith, akiwemo huyu bwana. Nakumbuka nikamtaja Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, wa kijana akasema Sheikh Muqbil ndo nani? Yani kusema hivi ni kama amshukisha daraja, ni mtu hata hajulikani kabisa katika ilmu hii. Si wataka jawabu langu, nitakupa jawabu. Wewe wataka ufidhuli kuwatweza wanaoviona sunna. Nikamuuliza, wewe wasoma kulia gani wewe? Nasema ya hadith. Naomba nenda kasome vizuri, wewe usome kuliatul hadith wewe. Aibu kwako wewe mwanafunzi wa kuliatul hadith umjui Sheikh Muqbil. Anta ba'idun kull al-bu'd min al-hadith, uko mbali kabisa na hadith wewe. Uko mbali kabisa na hadithi. Ikiwa humjui Sheikh Muqbil, basi wewe ilmu yako ndogo sana katika hadithi, na umekwenda kujitweka kuwa niko kuliatul hadith na humjui Sheikh Muqbil. Kwa lazima hawa waungwana tuwatambue, na Allah awajaze kila la khairi katika mchango mkubwa waliotoa katika elimu. Hawa ni baadhi, wapo wengi katika wanavyuoni wa hadithi, wengi sana. Sisi hatukukusudia kuwataja wote, hata katika muasirin wapo wengi katika ulama wa hadith. Kina hao ni baadhi ya wale ambao ni mashuhuri sana, wajulikana, ndio tumewataja. Wallahu almusta'an. Kwa leo inshallah nitasimamia hapo biidhnillah ta'ala.
kinachofuata kabla ya kuingia tutazungumzia pia marahilu tasnif fi mustalah alhadith, marhala iliyopita katika utunzi wa ilmu ya mustalah alhadith. Haya ndio tutakuja kuzungumzia biidhnillah ta'ala katika kikao kinachofuata. Wallahu almusta'an. Nas'alullah yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.